Nimefurahishwa sana kupata proposal ya kufanya usafi kutoka kwenu kupitia kwa Mstahiki Meya. Nikasema moja kwa moja proposal hii ya kufanya usafi wa kila wiki kwa kauli mbiu ya ng'arisha jiji la Arusha nitaiunga mkono moja kwa moja. Hii ni kwa sababu swala la usafi na utunzaji wa mazingira ni agenda ya kiserikali ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii tumekuwa tukihimizana kila wakati na kila mwaka tunafanya tathmini ya uhifadhi wa mazingira, usafi na mashindano. Takumbuka kwamba mwaka jana wilaya yetu ya Arusha ilichukua nafasi ya pili katika majiji kwa maana ya usafi. Sasa ya pili, kwa nini tuwe ya pili kila mara? Tunataka kuwa ya kwanza na kuongozwa na sisi tuwe mfano. Nimefurahi sana mratibu uliponiambia mtaenda mpaka majumbani. Kule majumbani kwa kweli tufike, na mimi nitahakikisha tumefika, tumewaelekeza watu, wananchi. Usafi ni tabia tangu mtu anaamka pale. Kwa hiyo mimi niseme tupandikize hii tabia ya usafi kuanzia kichwani mwa wananchi wetu. Utupaji taka au nailoni au vitu vya nailoni, makopo na nini ovyo, huo uwe kwetu ni marufuku. Na nirudishe kwenu madiwani, naomba mkapitie sheria hii ya usafi wa kutupa taka ovyo kama maplastiki, nailoni na kadhalika, kama imekaa sawa sawa. Kama haikukaa sawa sawa, nitaomba muiboreshe. Kama ni ya ngazi yetu, tutaomba kwa waziri husika aipitishe haraka tuje tuitumie. Kama ni ya kibunge, ili ipitishwe katika ngazi ya kitaifa, itakwenda kwa ngazi hiyo ili ije itumike kulinda na kuhifadhi mazingira ya usafi wa jiji letu. Hii nitahitaji mapema kwenye kipindi cha robo hii mnayoanza. Tunaenda kurudisha hadhi ya jiji la Arusha kuwa Geneva of Africa na kuwa kitovu cha utalii Tanzania. So tuna phases mbalimbali. Hii ya kwanza hii tulioanza nayo ni ya kwanza tu ya kusafisha maeneo ya nje, kisha tutaenda phase nyingine ya upandaji wa miti, tutaenda phase nyingine ya usafishaji wa, kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, usafishaji wa maeneo kama makorongo na mito, tutaenda mpaka kwenye challenges za majumbani. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi na wadau wote wa mazingira kujitokeza kushirikiana na sisi kwa kweli, kwa sababu hili swala sisi peke yetu tutaliweza, lakini kwa asilimia fulani tukishiriki na watu wengine litatufikisha mbali zaidi. Asante.